Kwa machache katika ulingo wa mkusanyiko huu ambao tuko nao hapa wa kuweza kusikia kutoka kwa wananchi. Karibia hapa utueleze vile maoni yako kuhusiana na vile ambavyo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula alisema kwamba 56% wa bunge watakuwa wakiondoka. Karibia tu ndugu, tuanze na wewe tu. Karibia tu nieleze jina lako na utueleze maoni yako kuhusiana na uzito wa tamko hili la spika ni gani? Mimi maoni yangu kwa jina ni Paul Kariuki. Maoni yangu mimi naona hata wao wenyewe wanajua tu hakuna kazi inafanywa. Sasa sisi tumegojea 2027 tuwatoe tuweke wengine wenye wanajua venye wanafanya. Asante sana. Sasa kumekuwa na mambo mengi vile vile kama mambo ya elimu yaliweza kuwa yanazungumziwa pia katika kikao hiki kando na afya. Na waziri wa elimu alisema ana upungufu wa bilioni 48. Sijui alisema kwamba bunge ndilo halijaweza kufanya hivi. Ni kukosa ushirikiano katikati ya sekta mbili za vitengo vya sheria za nchi. Kwa kusema ukweli mimi sitaki kuongea mambo ya hii serikali juu hii serikali kama serikali huwa inafurutwa kama saa hii ya majira. Naweza ifuruta hivi nimalize tuende kwa uchaguzi tutafute watu wengine juu watu wote hakuna mwenye anaangalia mwananchi wa kawaida. Asante. Karibia hapa unieleze jina lako na utueleze maoni yako kufuatia matamko ya spika wa bunge la taifa. Mkutano huu uliandaliwa hapa wiki jana na ulikuwa na mambo mengi ambayo alisheheni kikao. Asante sana. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Jasmine Odongo, mkaaji wa Naivasha. Kulingana na matamshi yake spika, aliona ya kwamba hakuna wasaidii wananchi. Kwa sababu akaamua ya kwamba kaonea mbali kama spika akasema ya kwamba 50% hawatarudi kwenye bunge. Kwa sababu 60% hawatarudi kwenye bunge. Kwa sababu aliona ya kwamba hata wenyewe hawezi kujisaidia. Tumeona ya kwamba hata sisi tuangoja 27 wakifika tuwapeleke nyumbani wote, tulete wengine wataweza kusaidia. Sasa hulka hii ya kubadilisha itafika lini wakati ambapo Kenya tutatambua kwamba labda chekechea mwalimu anafunza mtoto akiwa form 4 anaweza kuandika vizuri? Kwa maoni yangu mimi naweza sema ya kwamba kwa sababu imesemekana, kwa sababu wakiingia kwenye bunge kila mtu ni kuchota. Wameona ya kwamba mtu akiingia pale ni kuweza kujisaidia, lakini ndio unaona hata wananchi wenyewe mahali wamefika wanaona ya kwamba hawasaidiki kwenye hii serikali. Ndio unaona wenyewe wameamua ya kwamba katika hii serikali ikifika iondoke ikuje nyingine. Hiyo ndio tumeamua kama wananchi. Kiongozi wa walio wengi Kimani Ichung'wah, mbunge wa Kikuyu, alieleza waziri wa elimu kwamba katibu wake hana kazi anayoifanya pale, wanaitisha hela nyingi, ni waonyeshe jinsi ambavyo pesa walizopewa wanavyozitumia ili wakaweze kuitisha pesa zaidi. Kuna mgao, kuna kosa baina ya wizara na bunge, kuna pengo pale ama ni mambo gani ambayo yanaendelea? Hiyo ni ukweli, kwa sababu Kimani Ichung'wah ni wengi walio bungeni katika nchi ya taifa. Ameona ya kwamba amekuja kuona ya kwamba kuna dosari kubwa iko pale kati ya serikali na vilevile na kwenye elimu, kwa sababu akichunguza ya kwamba watoto wengi hawasomi. Watoto hii serikali imewanyanyasa sana, hawasomi, kwa sababu yeye ameamua kwamba awakashifu, awaambie tu kweli hakuna kazi inafanyika kwenye kiwango idara ya elimu. Labda tukiguzia waziri wa afya Duale, pia vilevile aliwekwa kwenye mizani kufuatia swala la hela kupotea katika mambo ya SHA hiyo ni kwamba Duale anajua Kenya anasema ni ukweli. Katika SHA pesa imepotea mingi sana. Ukiweza kuona ya kwamba saa hizi ukienda kwenye hospitali SHA ni kweli wanasema inafanya kazi, lakini haifanyi popote. Ndio unaona ya kwamba hata vile zile hospitali ziko mingi katika hii taifa, zingine za private, hizo zote ni ghost hospitals, kwa sababu anajua mahali pesa ya serikali inapotelea. Ni ukweli wameamua ya kwamba wasiporekebisha mahali SHA iko na shida, mambo itakuwa sawa. Lakini tunaomba Mungu hii serikali ikiondoka, wengine watakuja wataweza kurekebisha mambo ya hapo. Wacha tupata ndugu mwingine hapa. Njoo karibu, nieleze tu jina lako na kutokana na mkutano ulikuwa hapa wiki iliyopita, maoni yako ni yapi kufuatia mambo mengi yaliyozungumziwa na wabunge hapa? Unaweza vua kofia? Just a minute kwanza nifikirie. Haya, sasa acha nisikie kutoka kwako ndugu kuhusiana na mambo ambayo yaliendelea hapo wiki jana ya kikao cha bunge. Kitambulishe.
Kwa majina naitwa Toya Samuel Chacha, mimi ni mkaaji wa Naivasha. Mimi kwa upande wangu ninaweza sema serikali hii ripoti yenye natupatiaga ahadi zote zenye imetoa si za ukweli. Kwa hivyo tunaongoja tu next 2027 tuweke yenye itatupatia ahadi za ukweli. Huenda wengine, baadhi ya wananchi wamelalamika kwamba huenda pesa nyingi zilitumika, huenda kikao hiki kingeandaliwa mahali pengine ili kuhakikisha kwamba pesa ambazo zilitumika kwa wao kuja hapa zinaweza kutumika katika kiwango kingine. Sijui utasema nini kufuatia hili? Kwa upande huo, kwa upande wa pesa kusema kutumika, mimi kwa upande wangu nitasema kuwa hata ukiangalia kwa upande wa SHA haifanyi kazi kwa hospitali. Ukienda na mgonjwa naambiwa unaandikiwa dawa uende kununua private. So kwa upande huo mimi nitasema, mimi siwezi sema hii serikali yetu inatuambia ukweli. Ahadi zenye inatoa ni za uongo. Na asante sana kwa muda wako. Mwenzangu Paul Kirobi, mambo mengi tu ambayo yanachipuka kutoka upande huu wa Naivasha, na umeona baadhi ya wakazi wakikosa hata kuweza kutoa maoni yao kufuatia hili. Lakini kwa kifupi tu, labda hili alikuweza kupeperushwa kwenye taarifa zetu za habari. Spika Wetangula alikuwa akiwaeleza ni wakati muhimu kuhakikisha kwamba bima yao wahakikisha kwamba miswada hii inapitishwa bungeni, ili kufanya hili kwa mapema, kwa sababu kadri muda unavyosonga itakuwa vigumu kuwajuza na kueleza wananchi kwamba hili tunafanya kwa minajili ya kumfaa mbunge ambaye hataweza kurudi, na akaweza pia kuzungumzia kwamba hili litafanyika tu kwa wabunge ambao wamehudumu katika zamu mbili wala sio moja. Kutoka upande huu wa Naivasha na kurejeshea usukani mwenzangu Paul Kirobi ili ukaendelee na mjadala huo. Bila shaka ni mjadala uliosheheni joto, tunazidi kusikiza tu. Na asante sana Willy Dennis Njiru ukiwa maeneo ya Naivasha. Hebu tusikilize pia wakazi wa kaunti ya Makueni wanasema nini kuhusiana na mjadala huu hapa studioni. Philip Ngumu, kama unanipata tujue